Huku Rais William Ruto akitarajiwa kuzuru eneo bunge la Shinyalu na kaunti ya Kakamega kwa jumla kuanzia Alhamisi wiki hili. Sasa mbunge wa Shinyalu Fred Ikana ametoa wito kwa wanasiasa wa kaunti hiyo kuonyesha nidhamu wakati wa ziara yake rais kwa kusitisha siasa zao za ubabe katika eneo hilo. Akizungumza katika shule ya upili ya Sorio katika eneo bunge lake kwenye hafla ya kukabidhi shule hiyo basi jipya ambalo liligharimu shilingi takriban milioni 10, mbunge Ikana amesema huu si wakati wa wanasiasa wa kaunti ya Kakamega kuonyeshana ubabe wao wa kisiasa, bali ni wakati mwafaka wa wao kuwasaidia wananchi kupata maendeleo na kuwaelekeza jinsi wanaweza kujikwamua kutoka kwa lindi la umaskini. Duta myaja ama haikuji? Duta minakuja hapo mbele ya Fred Ikana na William Ruto. Asanteni sana nyinyi watu wazuri. Na pia nichukue nafasi hii kwa heshima kubwa nimshukuru rafiki yangu, rafiki ya watu wa Shinyalu, rafiki ya watu wa Magharibi, rafiki ya Wakenya wote, Rais William Ruto. Kwa sababu hapa Kenya kumekuwa na viongozi. Ruto ambaye ni rais wetu ni rais wa 5. Rais William Ruto chini ya miaka 3 tangu awe rais amekanyaka Shinyalu zaidi ya mara 3. Na huyu Rais William Ruto tayari anatuwekea lami ya kutoka kiwanja ndege Muranda Shinyalu mpaka Chepsonoi. Huyu Rais William Ruto ametupatia basi hapa Solio, basi ya shilingi zaidi, basi ya zaidi milioni 10 hapa. Gharama hiyo basi kwa hapo, basi ambayo ni brand new. Ukienda kuangalia mileage yake inasoma kilomita 800 peke yake, kwa sababu ya kutoka Nairobi na kuja kufika hapa. Mkaniambia ile mnataka barabara nzuri, mkaniambia mnataka stima kila mahali, mkaniambia mnataka tuboreshe shule zetu, mkasema hawa viongozi wa makanisa tuwashike mkono tuwasaidie pia, kwa sababu afya ya kimwili na afya ya kiroho zote ni muhimu. Chini ya miaka 3 tangu mnichague kuwa kiongozi wenu nimewachapia kazi. Ukiangalia mashule hapa Shinyalu nabadilisha. Kauli ya Fred Ikana ilitiliwa mkazo na mwakilishi wa kike wa kaunti ya Kakamega Elth Muhanda, ambaye amewaonya wafuasi wa baadhi ya wanasiasa wa kaunti hiyo kukoma hulka hiyo. Kwa hii shule hii moja tu nimeweka tangi. Hiyo tangi mnaona pale. Huyu Ikana ni sawa sawa. Hakuna matusi. Tulienda na yeye kwa president tukiwa pia nationali. Na kila siku tukiwa naye anasema mambo ya watu wa Shinyalu. Tukaongea mambo ya hii barabara. Na Thursday president atakuja hapa kufungua hii barabara yenye imetusumbua miaka yote. Hapo vipi? Na mimi nataka kumwambia watu wa Shinyalu, siku zingine president ukuja hapa na kuna watu wengine wenye hawafanyi maendeleo wanaleta watu kutukana sisi hapa. Mtakubali? Mtakubali? Mtakubali viongozi wenu watukanwe? Hiyo Thursday wewe mwenye unaletanga watu kutukana watu, hiyo utakutana na mimi Mundugumo baba tuba, kwa maana hiyo ni sherehe ya president. Wewe ukitaka sherehe yako tengeneza yako. Vijana mtanisaidia? Vijana mtakuwa majeshi? Utakubali mtu asikuje hapa? Ikana ameleta maendeleo, mama ameleta maendeleo, na mwingine analeta watu badala ya kufanya kazi. Hiyo tunasema riswa. Hiyo hatutakubali. Hata mimi mwenyewe nitaanza kupatroli hapo asubuhi. Nitavaa longi na nitapatrol. Hatutakubali kabisa. Ndio. Hii barabara ni ya watu wa Shinyalu. Mtu mwingine akija hapa akuje na uzuri ama namna gani? Lakini kama anakuja kwa heko viongozi, sisi tumekataa. Dono Mukakamega and Mukenya sukuli Solio ihulirikhananga. President kale kumutambua
through mheshimiwa Ikana kumuha pasi nishikira, mnafanya kazi mzuri, muendelee. This is our alliance ya hapa Kakamega. Mtihani ni ile ile, mjifanye bidii. Najua ya kwamba mambo ile mmeuliza mheshimiwa Ikana ataenda kufikiria, na yeye si mtu wa kukaa sana, arudi na hiyo maneno, watoto wapate maabara, hata watoto wapate madarasa, wasome vizuri. Tangu Bi Muhanda na Seneta Boni Khalwale watangaze azma yao ya kuwania kiti cha ugavana wa kaunti ya Kakamega, wafuasi hao wamekuwa wakitofautiana na wale wa gavana Fernandez Barasa wakati watatu hao wanapojipata kwenye jukwaa moja. Nikiripotia Pendo TV kutoka eneo bunge la Shinyalu, kaunti ya Kakamega, langu jina ni Michael Sifuna.